Asante Yesu kwa ajili ya kipindi hiki, na wakaribisha watakatifu wako wote wakusudia tujifunze siku leo kwa Roho yako Mtakatifu. Bwana wetu tusaidie, katika jina lako Mwokozi wetu Yesu naomba na kuombea, amen. Jina langu Sale Ezekiel Abineri, Sale Ezekiel Nguboko au Abineri Ezekiel Nguboko. Naleta kwenu ujumbe huu unahusu utatu mtakatifu wa Mungu. Maswali ambayo wengi wamejiuliza kwamba je, Mungu ni nafsi moja, au Mungu mmoja nafsi moja, au Mungu mmoja nafsi tatu? Hao ni maswali ambayo kila mtu yawezekana anajiuliza. Lakini kwa kusoma maandiko, basi tuende katika maandiko. Kwanza tuangalie katika utangulizi wetu, elimu ya ufalme mbinguni. Mathayo sura 13 mstari 51-52. Yesu aliwauliza, haya yote? Akawaambia, kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Kuchunguza maandiko. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 na 13. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa kwa Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni. Na Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 9. Yaliyokuwako ndio yatakayokuwako, na yatakayotendeka ndio yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Mhubiri 3:15. Yale yaliyoko yamekuwako, na haya yatakayokuwako yamekwisha kuwako, naye Mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe sana. Utangulizi huu unatupa nafasi sasa ya kutambua kwamba haya ambayo tunaenda kujifunza yalishawahi kuweko. Haya ambayo tunaenda kujikumbusha yalishawahi kuweko. Tuende katika hasa mambo ambayo yanahusu maswali mengi katika Biblia. Pale ambapo mtu anaposema Mungu ni roho, lakini pia kwamba Mungu ana utatu mtakatifu, yani nafsi tatu. Hasa mtu anaponukuu maneno haya katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hapa anaongelea wingi. Wakatawale samaki, anaongelea wingi. Kitabu cha Mwanzo 11:7, haya na tushuke huko tukawachafulie usemi. Hapo napo pia anatumia wingi. Isaya 6:8 napo anasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani, naye nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Hapo napo ni wingi. Lakini pia ubatizo, Mathayo sura 28:19, Yesu alipokuwa anaagiza wanafunzi kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Je, huo ni utatu au nafsi tatu za Mungu? Lakini kitabu cha Yohana ya kwanza 5:8, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kisha Paulo katika Korintho ya kwanza 1:13, je, Kristo amegawanyika? Haya maswali yataenda kujijibu katika Biblia yenyewe, maana Biblia ina majibu yote, na hakuna mtu anaweza kutafasiri kama atakavyo yeye, ila Roho Mtakatifu anavyotaka. Basi tuangalie kwamba Mungu kwa nini alijidhihirisha kwa jinsi hiyo, na kusudi kubwa ni nini. Kwanza tuangalie juu ya uumbaji wa Mungu, alivyoumba nchi na mbingu pia, akaumba wanadamu, akaumba wanyama, akaumba na malaika. Lakini anapoanza kuelezea juu ya uumbaji wake katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza, tunaona anaelezea katika umoja, si katika wingi. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kinasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tunaona ni umoja. Tunaona ni umoja. Yuko peke yake. Yuko peke yake. Tunataka kuangalia, je, Mungu ni nafsi tatu au nafsi moja? Bwana apewe sifa. Tuangalie sasa katika kitabu cha Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 4. Asema, sikiza Israeli,
Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Tunaona umoja wa Mungu. Kitabu cha Zaburi 100 sura ya 3, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Kumbe Bwana ndiye Mungu. Na pale katika Kumbukumbu la Torati sura 6 mstari wa 4 nasema, sikiza Israeli, mkato Bwana mkato Mungu wetu mkato, Bwana ndiye mmoja. Anamalizia na Bwana ndiye mmoja. Tutaenda kuangalia maana yake ni nini, utatu au nafsi tatu ziko wapi mpaka hapo tulipo. Asema Zaburi kama tulivyosema 100, Zaburi 100 mstari wa 3, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Maana ya roho kwamba ni roho, kitu ambacho hakina mwili wala mifupa. Luka sura 24 mstari wa 39. Tunaendelea kuchambua huu umoja au Mungu mwenyewe. Yohana sura 4 mstari wa 23-24. Mungu ndiyo roho, nao wamwabudue yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Wakorintho ya pili sura ya 3 mstari wa 17. Basi Bwana ndiye roho, walakini alipo roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Ayubu anatuambia juu ya nafsi ya Mungu, mstari wa sura 23 mstari wa 13. Lakini yeye ni mmoja, ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake alitakalo ndilo afanyaro. Bado tunaona aya kwamba Mungu anaeleza juu ya nafsi moja. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu. Kristo Yesu, maana ya Yesu ni mwokozi, mkombozi, ni jina la Mungu. Tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Sasa waweza kuona umeanza kwamba tuliumbwa katika Kristo Yesu, halafu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Unaweza ukafikiria kwamba jina ni tofauti, kumbe ni jina moja. Unaweza ukaangalia hata wakati fulani anapomzungumzia Yakobo, anamzungumzia Yakobo kisha anazungumzia Israeli kwa jina hilo moja. Sasa kama unaweza kaa hujasoma Biblia unasema labda ni watu wawili, nafsi mbili. Hapana, ni jina moja. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaangalia huyu mtu Isaya, nabii wa Mungu, katika sura ya 63 mstari wa 16, kutudhihirishia kwamba ni jina moja linalotajwa. Anaposema, maana wewe ndiye baba yetu, ijapokuwa Ibrahimu hatujui wala Israeli hatukiri, wewe Bwana ndiye baba yetu, mkombozi, yani Yesu wetu tangu milele, ndilo jina lako, ndilo jina lako. Hapa ametaja baba, ametaja mkombozi, ametaja Bwana, lakini anasema hili ndilo jina lako. Kwa ni jina moja. Zaburi 138 mstari wa 2. Nitakusujudu nikikaribiri hekalu lako takatifu. Nitashukuru jina lako, nitashukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Bado mpaka hapo hatujaona majina yako, ila Mungu alijifunua kwa nyakati mbalimbali na akatamka majina, japokuwa hilo jina lilokuwa akitamka ni jina moja. Kitabu cha Zekaria sura ya 14 mstari wa 9, naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina moja. Waefeso sura ya 4 ndio rejea mstari wa 5 na mstari wa 6. Asema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote.
Mpaka hapo tunaona bado Mungu mmoja, nafsi moja, roho moja. Kama tulivyojifunza kwamba Bwana ndiye roho. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17, Yohana 4:24, Mungu ndiye roho. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 38, ambao sasa unatufanya sisi nasi tuwe wamoja kwa sababu ya Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapotaja jina Bwana Yesu, Mungu Baba, Bwana ni jina moja. Tena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati anasema lile ni jina la fahari na utisho. Jina la fahari na utisho. Sasa hivi watu wanamtaja Yesu tu ni kama kijana au kama ni mtu fulani, lakini ni jina la utisho, ni jina moja. Ukiitwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni jina moja. Kumbukumbu la Torati 28:58. Nasema kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho, Bwana Mungu wako. Kumbuka, Bwana ndio roho, Mungu ndio roho. Kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa 3. Hapo tunaona Mungu anamtokea Musa katika mlima Sinai akiwa katika hali ya kijiti kilichokuwa kikiwaka moto bila kuteketea. Kwa hiyo Musa alipoangalia, akaona kwamba kuna maajabu gani hayo. Lakini kumbuka, sauti ya Mungu ikamwijia Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa 3 na Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 na 14. Tuanze mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 13 na 14. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zetu amenituma kwenu, nao akaniuliza, jina lake ni nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Kitabu cha Kutoka 6:3, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Ni jina moja, Yehova niko, Mungu ambaye niko ni jina moja, tena ni jina la utisho. Lakini kwa sababu hakujulikana kwao, ilibidi sasa Mungu aweze tena kutengeneza mazingira mengine, mpaka alipofika Musa kwa Farao na jinsi alivyokuwa ameelekezwa, na Musa alivyoanza kutenda miujiza na maajabu, ndipo Waisraeli waliamini ya kwamba kweli ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Lakini hawakumjua. Hata leo Yesu amejidhihirisha kama mwanadamu, watu hawamjui kama Mungu. Hebu tuangalie Mungu Yesu mwenyewe alipokuwa amewatokea hawa Wayahudi baada ya kuzaliwa, katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 56-59. Ibrahimu baba yenu, anawaambia Yesu, Ibrahimu baba yenu, baada ya tena kuwasema nao, kuongea nao na kuwaeleza ya kwamba mimi na baba tu mmoja, tena mwana wa Mungu. Akasema, wewe mwana wa Mungu, wakati unakufuru. Wewe unakufuru, umezaliwa juzi tu, hata miaka 50 hujafika. Una miaka 30, hata miaka 50 hujafika, hapo nasema ulikuwa kabla hata Ibrahimu. Hebu tuangalie maswali haya ambayo Ibrahimu asema. Yesu anaambia 56, Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi akamwambia, wewe hujapata bado miaka 50 na umemwona wa Ibrahimu? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu
asija kwako, mimi niko. Pale alipomtokea Musa anamwambia mimi niko ambaye niko. Anawaambia tena hawa baada ya kujidhihirisha kwa mwili, sio kwenye kijiti, kwa mwili, anawaambia mimi niko. Basi 59, basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha. Kwa hiyo hakuna jambo jipya chini ya mbingu. Wakitukana Yesu sio mwana wa Mungu, Yesu sio Mungu, ni wao wenyewe. Hawajaanza hawa ambao hawajafunuliwa. Leo nakwambia mwana wa Mungu, hebu jirudi, umrudie Mungu wako. Mungu ndio Yesu. Yesu ndio Mwokozi, na hakuna uponyaji mwingine isipokuwa ni Yesu. Kwa ajili Mungu alijifunua kwa jina la Yesu, yani jina la Mwokozi, na kulikuwa na maana yake. Bwana apewe sifa. Alipojifunua kwa Musa, alijifunua na akawapa mbao zenye maandiko au zenye amri 10. Lakini leo Yesu alipojifunua, akajifunua kama yeye, na kusudi ni kuokoa kupitia nafsi yake, kupitia roho yake, kupitia pumzi yake, kupitia uhai wake. Bwana apewe sifa. Zaburi 83:18 tunaangalia jina. Wajue ya kuwa wewe uitwaye jina lako Yehova ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Isaya 42:8. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Ukirejea Isaya 48:11, kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya nafsi yangu nitatenda haya. Je, litiwe unajisi jina langu? Wala sitampa mwingine utukufu wangu. Kitabu cha Filipi sura ya 2 mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Akarejea katika kitabu cha Isaya 45 mstari wa 23, kwamba wakati huo Yesu anawaambia kwamba jina la Yesu kila goti lipigwe. Lakini Isaya alishatangulia kusema, yani Yesu mwenyewe alishatangulia kusema, Isaya 45:23, kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala haitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anasema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 13 na 14, ninyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Paka hapo tunaona ni nafsi moja, Mungu moja na nafsi moja. Tutaendelea ili tuendelee kuyajibu maswali mengine ambayo nimeyatamka, bado hatujafika. Niombe Mungu kwa nafasi nyingine tena. Baba, nakushukuru kwa ajili ya nafasi hii. Kwa sehemu hii Mungu umekuwa utangulizi ya kwamba wewe ni Mungu uliye mmoja, uliyeumba mbingu na nchi. Ila kwa jina lako lenye fahari, jina la utisho ambalo umetuachia wanadamu, kila na majira wewe ulijifunua kwa wakati ambapo hata sasa umejifunua kwetu. Katika jina lako, asante kwa Roho Mtakatifu, tusaidie kuendelea kukumbuka tena neno lako na kujifunza zaidi, ili tukabudu katika roho na kweli. Katika jina la Yesu naombea Bwana, amen. Asante Yesu.